yote. Bwana uketie juu ya mlima mtakatifu, maana jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Litajwapo jina lako, kila goti upigwa na kukiri ya kwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba, tumepata neema ya kuwepo nyumbani mwako. Watu Baba wa rehema wanayo majina mengi ya kuita eneo hili, lakini sisi tunaiita mahali palipowekwa jina lako. Hakuna aliyeenda mahali palipowekwa jina lako Baba wa rehema maisha yake yasibadilike, wala maisha yake yasichukue taswira mpya. Baba, tumekusanyika katika eneo hili, jicho lako limtazame kila mmoja kupitia neno lako, maana jicho lako huona disirini, hata vilivyofichwa sirini. Baba wa rehema, wewe umesema ya kuwa utayaweka bayana juu ya dari. Yafichue Baba vyote vilivyojificha ndani ya maisha ya watu wako, ambayo yanatesa maisha yao Baba wa rehema. Na Baba, ukiwafanya tena upya kupitia neno lako, maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Hata wale wanayetufuatilia Baba kutoka sehemu yote duniani Baba wa rehema, uwaguse Baba wa rehema, neno lako Baba ikibadilisha maisha yao. Ninatukuza jina lako Mungu mweza wa yote, maana hata leo sitasema ya kwangu, bali utasema ya kwako kupitia kinywa changu. Roho Mtakatifu Baba wa rehema akifungua mioyo ya watu, na neno likizidi kukaa Baba kwa wingi ndani ya mioyo yao, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni wakati mwingine tena, kama wana wa Israeli walivyokuwa wanakwenda kuokota mana, ndivyo na sisi yawezekana huu ni wakati wa kuokota mana. Kwa nini walikuwa wanaokota mana kila siku? Mungu akamwambia Musa ya kuwa nitawajaribisha wana wa Israeli nipate kuona kama watanitii wao kwenda kuokota mana kila siku. Na ilitakiwa kila mmoja aokote kipimo kinachotosha watu wake. Cha ajabu, hata aliyeokota kidogo alipokwenda kuiandaa ilitosha watu wa nyumbani kwake. Sasa kama hujajua, hii ndiyo mana ambayo imekuwa ikishuka kila siku, na Mungu anatujaribu ya kuwa, je, utaiokota? Lakini okota kiasi chako. Hata kama ukiokota kidogo, lakini Bwana ataifanya itakuwa ya kutosha katika maisha yako. Na jana tukafanikiwa kupitia sura ya 23, tukaendelea kuona zile sheria ambayo zilikuwa ni sheria ya kijamii, na ikawa tumefikia mwisho ya hizo sheria ambayo Mungu alikuwa ameziweka kama mwongozo kabla hawajafanya nini? Hawajaitekeleza ile agano. Sasa hii sura ya 24 nataka uwe makini, maana sura ya 24 hiyo ndiyo climax ya yale yaliyeanza kwenye sura ya 19, pale ambapo Musa alivyowafikisha wana wa Israeli katika mlima Sinai, ama mlima Horeb, ama mlima wa Bwana, naye Bwana akamwambia cha kufanya. Sasa Mungu anakwenda kumwambia Musa ya kuwa awaambie wale watu wasogee karibu na mlimani tena. Lakini sasa Musa akiagizwa atengeneze madhabahu, lakini akitengeneza madhabahu akitumia nguzo 12, ina maana akianza sasa kuyatambua yale makabila 12 yaliyetengeneza taifa la Israeli. Lakini ipo mkanganyiko katika makabila yaliyetengeneza taifa la Israeli. Mara nyingi watu husema hivi, ukimuuliza mtu ya kuwa makabila yaliyetengeneza taifa la Israeli, atakwambia kuwa Rubeni, Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, Zabuloni, Dani, Naftali,
Gadi, Asheri, Yusufu na Benjamini. Ina maana atataja wale watoto wa kiume 12 wa Yakobo. Lakini mtu wa Mungu, pamoja na hao watoto 12, makabila aliyetengeneza taifa la Israeli yalikuwa ni makabila 12. Lakini watu wa Mungu, katika makabila yaliyotengeneza taifa la Israeli, kabila la Lawi haikuwepo. Yusufu naye hakuwepo, lakini Yusufu akiwakilishwa na watoto wake wawili, maana yeye alipata nini? Alipata mgao maradufu, maana yeye ndio aliyepata nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Maana mzaliwa wa kwanza aliyekuwa ni Rubeni, yeye alikinajisi kitanda cha nani? Cha baba yake. Sura gani? Ile sura ya 35, pale ambapo aliamua kutembea na suria ya baba yake aliyekuwa anaitwa nani? Aliyekuwa anaitwa nani? Aliyekuwa anaitwa Bilha, aliyekuwa ni mjakazi wa nani? Aliyekuwa ni mjakazi wa Raheli. Sasa ina maana unapotaja makabila 12 yaliyotengeneza taifa la Israeli, unahitaji kutoa Yusufu na Lawi, na badala yao unaweka Manase na Efraim. Sasa ina maana zile nguzo ambayo Musa atatumia kutengeneza hiyo madhabahu, ina maana itawakilisha kabila la Rubeni, kabila la Simeoni, kabila la Lawi. Lawi haitakuwepo, inakuwa kabila ya Yuda. Unakuja kwa Isakari, unakuja kwa Zabuloni, unaenda kwa Dani, unaenda kwa unaenda kwa Naftali, unaenda kwa Gadi, Asheri, Benjamini, alafu unakwenda kwa Efraim na Manase. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hapa ndipo sasa taifa linakwenda kukamilika. Taifa la Israeli, mtu anaweza kuuliza kuwa taifa la Israeli ilikamilika wapi na kuwa taifa? Ina maana ilikamilika pale katika mlima Sinai, wakati Bwana alifunga nao agano. Hebu twende kwenye hiyo sura ya 24 ili tupate kuona Mungu leo anataka kutufikisha wapi. Watu wa Mungu, nasema hivi, kama haya hauwezi wakaelewa vizuri, basi nakuambia sahau kabisa kuelewa Biblia, maana huu ndio msingi. Kumbuka ya kuwa tutakapokwenda kwenye vitabu vingine vya Agano la Kale, vitabu vya manabii, vitabu vya kihistoria na vitabu vya hekima, bila shaka zimetengenezwa katika msingi wa Torati. Na Torati, unapoongelea habari za Torati, unaongelea sura ya 19, 20, 21, 22, 23 mpaka 24, kitabu cha Kutoka. Lakini ikija utekelezaji wake ukiendelea mpaka sura ya 40, kitabu cha Kutoka. Sasa hebu tuende, mtu wa Mungu, lakini nakuomba kabisa, kila neno ambayo unakutana nayo hapa ni vizuri ujue maana yake kwenye Agano la Kale na inapoletwa kwenye Agano Jipya. Kwenye mwili inakuwaje kabisa? Zile amri 10 ya kuwa Yesu alizifanya na kuwa ni amri moja ambayo ni upendo, na kwa sababu zile amri hazikumruhusu mtu kumpenda adui wake, bali ilimfanya mtu achukie adui wake. Lakini sheria ambayo iligeuzwa na kuwa ni sheria upendo inaruhusu mtu apende nani? Apende mbaya wake na kuombea mema anayefanya nini? Anayemuudhi. Hebu twende kwenye hiyo sura 24, utasoma kwa kutua kwa jina la Yesu. Kisha Bwana akamwambia Musa, "Kweni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu, watu 70 na wa wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkamsujudie kwa mbali. Na Musa peke yake ndiye atakayekaribia karibu na Bwana, lakini hawa hawatakaribia karibu, wala hawa watu hawatakuwa pamoja naye." Musa akaenda akawaambia watu wote. Umeona kipengele hicho cha kwanza ni utangulizi, introduction. Umeona hapo imetajwa Musa, Haruni, Nadabu na Abihu na wale wazee 70 watakwea juu
lakini wao watasujudu, lakini hawatamkaribia Mungu. Musa ndio, lakini utakuja kuona sasa chini, baada ya ile agano, baada ya kujengwa ile madhabahu na kuchinjwa ng'ombe na ile damu nusu kunyunyizwa juu ya madhabahu na juu ya watu, utaona sasa watu wale sasa ndio wanapanda sasa juu ya mlima, lakini wanafika katikati, hawaendi juu mpaka kule ambapo Musa alikuwa anaenda kukutana na Mungu, na pale watatengeneza mlo, watakula mbele za Bwana, lakini pia Bwana atawaonyesha umbo lake. Hawatamuona Mungu kabisa, lakini wataona umbo lake, wataona akifanana na nini pale. Lakini kipengele hicho mara nyingi katika sura nyingi kuna kipengele cha kwanza ambayo inakuwa ni utangulizi. Utangulizi inabeba matukio yote kwa jumla ambayo yako katika sura. Nikupe mfano hai. Unapoanza kusoma kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza ambayo inaongelea uumbaji, inaanzaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu, na giza ikatulia katika kilindi cha uso wa maji, na Roho ya Bwana akatulia juu ya maji. Umeona kipengele hicho inakuwa ni utangulizi ya uumbaji, kuanzia pale uumbaji wa siku ya kwanza ambayo Mungu aliumba nini? Aliumba nuru. So ina maana kuanzia uumbaji wa siku ya kwanza mpaka ya sita. Ndio maana umeona imejumuishwa pale ya kuwa Mungu aliumba mbingu na nini? Na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hebu tuangalie katika hicho kipengele cha kwanza, Musa, watu aliyetajwa hapo. Musa alikuwa ni mtoto wa tatu wa Mlawi mmoja ambayo alitoka na kwenda kuoa binti moja wa Kilawi. Huyo Mlawi alikuwa anaitwa Amram, lakini huyu binti wa Kilawi alikuwa anaitwa Yokabed. Na Musa, Mungu alimchagua Musa ili awe kama kiongozi wa kuwatoa wana wa Israeli utumwani. Na Musa mara ya kwanza alikuwa anaogopa wito huo, lakini Mungu alimlazimisha kwa kumsawishi kwa vitu vingi, na hatimaye alikubali. Na sasa tumeona Musa akiweza sana jambo hili kuliko hata yeye alivyokuwa anadhani ya kuwa hataweza. Hata wewe, mimi nilivyoanza kufanya kazi ya neno la Mungu, nilikuwa nikisimama mbele ya watu, miguu ilikuwa inagongana, miguu yangu ilikuwa inagongana mpaka yani naashiwa na pumzi, alafu na maneno ya Mungu ninayojua yanatoweka. Lakini hii haikunizuia kufanya nini? Kukaza mwendo, na leo hii kwa neema ya Bwana kupata kusonga mbele. Ndio maana hata Musa alijiangalia. Shida ni ukijiangalia na ukaona jinsi ulivyo, hutakiwi kujiangalia na kuona jinsi ulivyo. Inatakiwa umwangalie Mungu na kujua jinsi alivyo, maana imeandikwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo basi amekuwa kiumbe kipya. Maana sio yeye anayeishi, bali Kristo anaishi ndani yake. Musa aliangalia jinsi ambayo ana kigugumizi, jinsi ambayo hawezi kuongea vizuri, lakini akuangalia kile ambacho Mungu aliweka ndani yake. Na wewe, ipo kitu Mungu aliweka ndani yako, ambao kitu hicho ndicho kinachotakiwa ibadilishe dunia. Lakini sasa inatakiwa uitazame kwa jicho la tofauti, usitazame kwa jicho la macho ya macho ya kawaida, uitazame kwa jicho ya rohoni. Umeona Musa hatimaye sasa anafanya vizuri kiasi kwamba hata watu wanapokengeuka na kumwacha Mungu, lakini yeye bado anabakia kuwa na Mungu. Ndio maana mimi huwa nasema hivi, hata ikitokea duniani kote watu wakamwacha Mungu, ikatokea nyinyi wote mkaamua kumwacha Mungu, mimi nitabaki nimemshikilia Mungu, nikisema Bwana hapa, hata kama wakileta greda hatoki mtu hapa kwa Bwana. Musa alikuwa tayari kubaki peke yake na Bwana hata wakati ambapo wote walimwacha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haruni alikuwa ni nani? Haruni alikuwa
ni kaka yake Musa. Nimekuambia Musa alikuwa ni mtoto wa tatu wa Amram na Yokabed. Lakini mtoto wa kwanza alikuwa nani? Mtoto wa kwanza alikuwa ni umbu lao ambayo alikuwa anaitwa Miriam. Mtoto wa pili alikuwa ni Haruni, alafu mtoto wa tatu alikuwa ni Musa. Sasa Mungu, wakati Musa anamlalamikia Mungu kule, Mungu alivyokutana naye kule mlima Sinai wakati akiwa anaishi Midiani, Mungu alimwambia kuwa Haruni atakuwa kwako nabii, nawe utakuwa mfano wa nani? Wa Mungu kwake na kwa Farao. Sasa ina maana msaidizi wa Musa katika kubeba mzigo huu ambao Mungu alimtwika Musa alikuwa ni Haruni. Lakini kwa wakati huo Haruni alikuwa na watoto wangapi? Alikuwa na watoto wawili. Maana angekuwepo Ithaman na Eleazari, bila shaka na wao angejumuika na wao watu. Lakini kwa wakati huo watoto waliokuwepo walikuwa ni nani? Nadabu na Abihu. Ndio maana umeona ya kuwa imetajwa pale Musa, Haruni, Nadabu na Abihu. Mungu akiwa ameweka mpango ya kuwa atamteua Haruni kuwa ni kuhani mkuu. Lakini imetokea Haruni amekufa, basi Nadabu atachukua nafasi yake. Lakini tutaona pale kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ya kuwa itakapotengenezwa hema makutano na pale kuwasimika wale makuhani Haruni na watoto wake, bila shaka kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni Nadabu na Abihu watachukua moto wa kigeni na kupeleka pale kwenye madhabahu ya Bwana na kuweka kwenye vietezo vyao, la Bwana atakasirika na kuangamiza kwa sababu ya tukio hilo, na baadaye watabakia wadogo zao ambayo ni Eleazari pamoja na Ithaman. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa tunaona pia akitajwa wazee 70. Je, hawa ndio wale ambao alisawishiwa Musa ya kuwa wachague wakatumikie watu? Wale viongozi wa 1,150 je, ndio hao? Sio hao, bali hawa 70 waliwakilisha nini? Waliwakilisha zile familia, na hii ilikuwa ni katika msingi wa watu waliyetoka kule Kanani kwenda Misri, waliyeshuka na Yakobo. Wale uzao wa Yakobo walikuwa watu wangapi? Watu 70 kwa jumla. Sasa msingi huo ulibakia mpaka Yesu alipokuwepo katika ile chama cha Waebrania ambayo ilikuwa inaitwa Sanhedrin. Walikuwa na watu 70 waliotengeneza ile chama ama kile kamati. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tuone kinachofuata, maana tuko katika ile siku sasa ya kutekelezwa ile ahadi ambayo inafanya sasa Israel inakuwa taifa la Mungu moja kwa moja. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja wakasema, maneno yote aliyonena Bwana tutayatenda. Kwa nini Musa aenda waambie, wakati mwanzoni katika ile sura 19 tuliona walipofika pale, Mungu akamwambia Musa awaandae wafue mavazi yao na siku ya tatu wakaribie mlimani, na Mungu akaanza kuongea nao. Mungu alivyotamka zile amri 10, bila shaka walishindwa kuhimili, na wao wakasogea nyuma, wakamwambia Musa kuwa Bwana akisema na sisi tutakufa sisi, lakini wewe useme nasi, lakini uende useme na nani? Bwana aseme na wewe. Muona sasa, ina maana sasa inabidi Musa aende Bwana aseme naye, alafu aende aseme na wana wa Israeli. Ndio maana unaona hapo Bwana anasema naye, alafu anachukua jukumu la sasa kwenda kusema na nani? Kwenda kusema na wana wa Israeli. Maana wao walitaka hivyo, lakini Bwana alitaka aseme na Musa mbele yao, ili amtukuze Musa mbele yao, ili wapate kumwamini siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema,
Akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Umeona, hiyo ni sehemu ya pili ambayo tunaona ya kuwa Musa, kumbe haya aliyekuwa anaongelewa kuanzia ile sura ya 19 na Bwana tayari Musa aliziandika. Ndiyo maana anapokwenda asubuhi, tunavyoona hapa, anapokwenda asubuhi kwenda kujenga ile madhabahu, baada ya kujenga madhabahu na kuchinjwa ile mnyama, ina maana kabla haijanyunyizwa damu wapi, kwenye ile madhabahu na juu ya watu, watasomewa sheria hizo tena upya. Zote zilikuwa sheria ngapi? Palikuwepo na zile amri 10, alafu zikawepo sheria ambazo zilitengenezwa juu ya hizo amri 10 ambazo zilikuwa ni 613 kwa pamoja. Zile 10 na zile 613 zilikuwepo 620 na ngapi? Na 3. Bwana Yesu asifiwe. Akapeleka vijana wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ile damu akatia katika mabakuli, na nusu. Ni nani waliyetengeneza? Ni nani waliyeitengeneza yule ng'ombe? Bila shaka hii imekuwa ikichanganya watu, maana akasema vijana, lakini ukisoma kwenye sura ya 19 utaona pale ambapo watu wanakuwa wamekaribia mlima, utaona Bwana akisema, ambia Musa kuwa pandeni juu, lakini makuhani wale wabaki wakiangalia watu, wasiguse mlima wala wanyama wasiguse mlima. Ina maana palikuwepo na vijana ambao walikuwa ni viongozi kama makwani katika kutenda kazi ya Mungu. Maana kwa wakati huo bado wakina Nadabu, wakina Abihu na baba yao Haruni walikuwa hawajaidhinishwa kama ndiyo makwani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa anachinjwa ng'ombe. Kwa nini achinjwe ng'ombe? Ilikuwa ni sadaka ya amani. Lakini pia kumbuka ya kuwa kwa nini agano ilifanywa? Watu wa Mungu, hiyo ndiyo misingi ya ondoleo la dhambi ya wana wa Israeli Misri. Maana hiyo damu ya huyo ng'ombe kazi yake ilikuwa ni kuondoa dhambi zao. Ile madhabahu iliyojengwa pale pamoja na hii damu ikiwakilisha msalaba na kazi ambayo Yesu angekuja kufanya baadaye. Ile madhabahu ikimwakilisha Mungu na zile nguzo zikiwakilisha taifa la Israel, na damu ikiwa ni upatanisho. Maana tutaona kwenye kitabu cha Waebrania ya kuwa pasipokuwa na damu hapakuwa na ondoleo la nini? La dhambi. Lakini damu ya mnyama ama ya mafahali haikuondoa dhambi moja kwa moja, bali ilifunika nini? Dhambi, mpaka alipokuja Yesu. Hapo ndipo damu ya Yesu iliondoa na kuifuta moja kwa moja dhambi za wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu. Wakasema, haya yote aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akaitoa ile damu akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilofanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Ndipo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Musa kwanza akawasome. Mwana, ina maana agano tulioni. Hebu tuangalie agano la kwanza. Agano la kwanza ilikuwa kati ya nani? Tunaona mara ya kwanza neno agano tunaipata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na mstari wa 18. Mungu anamwambiaje Nuhu? Nami nitafanya agano na wewe. Lakini baada ya hapo Nuhu akaingia kwenye safina, akaingiza na wanyama kwenye safina. Lakini baada ya kutoka kwenye safina, ile sura ya 8 mwishoni, Nuhu anamjengea Bwana madhabahu na kutoa sadaka ya wanyama wale walio safi. Na baada ya kuyatoa, Mungu anafanya agano naye.
agano kati ya mwanadamu na Mungu, Mungu hutoa mwongozo, kisha mwanadamu yeye anatii tu, anakubali, lakini ni mwongozo anatoa Mungu, utekelezaji anakuwa ni Mungu. Na mwanadamu kazi yake ni kufanya nini? Ni kuheshimu yale makubaliano ya mwongozo ambayo Mungu amemwekea. Sasa umeona, sasa wamesomewa kwanza kitabu cha agano, na maana zile amri zote zimefanywaje? Amri zile zote wakasomewa, wakasikia. Ina maana kwa zamani nilikwambia kwa kwenye agano la kale watu hawakuwa na Biblia, watu walikuwa nasomewa yale magombo, yaani wao wanatega sikio lako. Ndio maana Yesu akamwambiaje wanafunzi wake aliyekuwa anawafundisha pale katika mlimani pale katika hotuba ya mlimani, akasema katika ile Mathayo sura 5 na mstari wa 38 ya kuwa mumesikia imenenwa. Ina maana walikuwa wanatega masikio yao, alafu ama ni mwandishi ama ni Farisayo ama ni Fadukayo ama ni kuhani, wao ndio waliyekuwa na mamlaka ya kuyasoma yale magombo. Sasa umeona wametega masikio, anasomewa. Baada ya kusomewa ikachukuliwa damu, alafu Musa anasema kwa hii ni damu ya agano, alafu akanyunyiza kwenye madhabahu, akanyunyiza juu yao. Ina maana dhambi waliyekuwa nayo yote ikawa imeondoka. Badala wao kufa kwa sababu ya dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti, kama ilivyoandikwa kwenye Warumi 6:23. Lakini kwa nini mnyama alikuwa anauawa? Mnyama alikuwa anauawa ili badala wewe kufa, ina maana mnyama huyo afe kwa niaba yako. Akishakufa kwa niaba yako, basi wewe endelee kuishi. Maana Mungu katika ile sura ya 2 anamwambiaje? Anamwambia Adamu ya kuwa usile katika mti huu wa katikati wa bustani ya Eden ya mema na mabaya, maana utakapokula hakika utafanya nini? Utakufa. Ina maana dhambi moja kwa moja mshahara wake ni dhambi. Adamu walipokula katika mti ule itakiwa wafe papo kwa hapo, lakini Mungu alifanyaje? Walisema wako uchi na wakajificha, lakini ilibidi Mungu achinje mnyama mwenyewe, alafu ngozi yake awafunike nayo. Ina maana badala Adamu na Hawa kufa, ina maana wanyama wale waliyekufa na ngozi zao watengenezea vazi. Hii ndio iliyekuwa msingi wa badala ya mtu aliyetenda dhambi kufa kwa kipindi hicho, ilikuwa ni mnyama. Sasa tumeona mnyama huyu ambaye amekufa, kilichofuata ni nini? Ina maana amekufa kwa niaba ya dhambi za wana wa Israeli. So baada ya hapo sasa, umeona kinachofuata ni nini? Kinachofuata sasa, Haruni, Nadabu, Musa yeye alikuwa anaenda kama kawaida, na wale wazee 70 sasa tayari wameshatakasika. Sasa ina maana damu ile imetakaza dhambi yao, na sasa wanapanda kwenda mbele za Bwana, wanakwenda kula, na Mungu atawaonyesha umbo lake. Ina maana Mungu akachukua wachache wale, nao wakawa mbele zake, wakawa na ushirikiano na yeye. Tutaona kuwa je, agano jipya, je, palikuwa na chakula? Tunaona kwenye hii agano ya kuwa pana msosi, lakini tutaona ya kuwa agano jipya pia, tukishapita tutaangalia agano jipya kwa je, hii agano jipya ambayo Yesu alifanya na sisi, je, palikuwa na mlo? Na je, tumeona pigia mstari neno ya kuwa hii ni damu ya nini? Ya agano. Tunataka tuone kama agano jipya pia neno hilo lipo. Kama lipo, basi tutagundua kuwa hiyo ndiyo agano ambayo Kristo alifunga, ambayo ni agano iliyo bora. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Wakamwona Mungu wa Israeli, chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Naye hakuweka mkono wake juu ya hawa kuwa wana wa Israeli, nao wakamwona Mungu wakala na kunywa. Umeona, wakamwona Mungu wakala na kunywa. Bila shaka watu wa Mungu, agano. Umeona, tuliona sehemu ambao watu walipatana alafu wakala wapi? Katika ile sura ya 32 kitabu cha Mwanzo,
wakati Yakobo alikuwa anakimbia mbele za nani? Mbele za Labani, ina maana ile chakula. Lakini hapo unaona sasa wanamuona Bwana, alafu wanakula na kufanya nini? Wakala na kunywa mbele za Bwana. Lakini unaona sasa wao karibu na Mungu, kwa sababu tayari ile damu iliyomwagwa yule ng'ombe alishafunika dhambi zao. Lakini sasa hapo tayari taifa la Israeli sasa imedhibitika kuwa kama tunu mbele za Bwana na kuwa ni taifa la kimakwani mbele za nani? Ya Bwana. Lakini walikuja kuikataa baadaye agano hilo. Ndio maana sisi sasa hivi ndio tunu la Bwana, lakini pia sisi sasa hivi ndio makwani, taifa la kimakwani. Sisi ni makwani, ndio maana kila mtu anaweza kwenda mbele za Bwana, anaweza kuwapatanisha wengine dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huko nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika ili wafundishe. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Akawaambia wazee, tungojeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu, na tazameni, Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno na awaendee. Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunikiza mlima, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamwita Musa toka kati ya lile wingu, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Umeona tayari wao walipomaliza kula, sasa Mungu sasa anataka sasa agano ile ikumbukwe. Ikumbukweje? Sasa Mungu anachokifanya, anamwambia Musa ya kuwa Musa sasa apande juu zaidi, hawa wabaki chini, lakini Musa apande juu kabisa ya mlima, ili sasa Bwana afanye nini? Aviandike zile amri 10. Hizi sheria zingine zote za jamii, za kisiasa na za kiroho ziliandikwa juu ya msingi wa zile amri 10. Sasa Mungu anamwambia Musa apande juu ili aende aandike nini? Aandike hizo amri, ampe vipande hivyo. Ina maana hivyo vipande vilikuwa vinakuwa sasa kama ushahidi ya kuwa Mungu alifanya nao nini? Agano. Tuliona ushahidi wa agano kwenye kitabu cha gani? Kwenye kitabu kile cha Mwanzo na sura ya 21, pale ambapo Abimeleki alimwendea nani? Alimwendea Ibrahimu akasema kwa na tupatane, ili wewe na uzao wako msije mkaonea nchi yangu na uzao wangu. Lakini wakati huo Ibrahimu analeta malalamiko ya kisima alichonyang'anywa, lakini akitoa wale kondoo jike 7 wawe kama nini? Ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika, vipande hivi vya mbao vitakuwepo kwenye ile sanduku la agano, lakini pia na bakuli ya mana pamoja na fimbo ya Haruni ambayo ilikuwa inaota na kutoa maua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona sasa Musa anaweka acha utawala ya wana wa Israeli kwake mkaka yake pamoja na shemeji yake. Huri alikuwa ni shemeji yake Musa. Huri alikuwa ni mume wake Miriam, lakini Huri hakuwa ni wa kabila wa Lawi, alikuwa ni wa kabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Musa anapopanda juu, hebu ona ya kuwa Musa akamchukua Yoshua. Tunaanza kumuona Yoshua sasa mwana wa Nuni anaanza sasa. Hii ni mwanzo wa kuandaliwa, maana kumbuka ya kwa Musa akupata kuingia Kanani, lakini ni huyu Yoshua mwana wa Nuni ndio aliyepata kuwaingiza wana wa Israeli wapi? Kuwaingiza Kanani. Lakini pata picha, Yoshua alikuwa ni kijana mdogo, lakini pamoja na kijana mdogo gharama aliyelipia ilikuwa ni kubwa, maana Musa akamchukua wakatoka pale chini wakapanda mlimani karibu na wingu, alafu wakakaa pale siku 6. Musa anasubiria Bwana aseme naye. Siku ya 6 Bwana anasema na Musa kuwa Musa, tena toka hapo mlipo na Yoshua, njoo huku juu zaidi. Hebu pata picha kuwa Yoshua kabaki pale siku zingine ngapi? Siku 40.
peke yake pale, hawezi kurudi kule nyuma chini, anamsubiria Musa. Hebu ingekuwa ni wewe, mlima wenyewe unatikisika, mlima wenyewe inawaka moto, mlima wenyewe yani umeme radi usiku. Je, muulizie Joshua ya kuwa usiku ilikuwaje yale masaa 12 ya usiku. Usione mtu anafanya kazi ya Mungu ipo gharama aliyelipia. Hiyo ni gharama kubwa sana aliyelipia Yoshua mwana wa Nuni. Muulizie Musa kwenda mbele za Bwana pale hizo siku 40. Je, ingekuwa ni wewe? Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, haya ni mambo ambayo tukiyaelewa, tunao kila sababu ya kusimamia neno la Mungu kwa gharama yoyote na kuhakikisha neno la Mungu linainuliwa, lakini iwe neno la Mungu la kweli. Umeona, tumepitia kwenye Agano la Kale, lakini lazima tuende tuone ya kuwa kila kipengele tuone kwenye Agano Jipya inafitije kwetu. Maana hiyo ni wana wa Israeli wa kimwili na ilikuwepo. Vinginevyo kama iwezi kuletwa kwenye Agano Jipya tulete kwenye maisha yetu, basi hiyo inabakia kuwa historia kama historia zingine. Lazima neno la Mungu iwe na nguvu katika utendaji katika maisha ya mtu. Pasipo hiyo, basi kinachofanyika ni tunaishi wakati uliopita ambaye itakiwi. Neno la Mungu ni mpya kila wakati. Hebu malizia kabla sijaingia kwenye kipengele hichi cha kuangalia kwenye Agano Jipya ikoje. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Umeona sasa, kakaa kule mchana na usiku siku 40. Mtu wa kwanza kufunga siku 40 alikuwa ni Musa. Na kwenye Biblia yote watu waliofunga kavu, sema watu waliofunga kavu, watu waliofunga kavu siku 40 walikuwa wawili tu, Musa na Eliya. Lakini watu wa Mungu, acha nikwambie kitu kimoja. Waliofunga kavu kwenye Biblia pasipo kula wala kunywa. Inaposema kavu, ina maana pasipo kula wala kunywa. Walikuwa ni watu wawili kwenye Biblia ambao ni Musa na Eliya. Yesu alifunga siku 40, lakini kwenye Biblia ukiona imeandikwa alifunga siku kadhaa hakula wala kunywa, hiyo ni kavu. Pale Yesu haijaandikwa hakula na kunywa, imeandikwa tu hakula. Ina maana maji alikuwa anakunywa. Lakini umeona hapa Musa na Eliya walifunga kavu, ina maana hawakula wala hawakunywa. Lakini umeona Musa, hii ilikuwa ni kwa uwezo wa Mungu, maana alikuwa mbele za nani? Alikuwa mbele za Mungu. Na Eliya, je, Eliya aliinuliwa na akala chakula, akala mkate, akanywa na maji kwenye gundila, lakini alipolala tena akaambiwa inuka tena. Alipoinuka tena ikawa hivyo, alafu akatoka akaenda zake katika nguvu ya chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hakula wala hakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo utapata kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza katika sura ya kuelekea 27-28 kule. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kufunga ni nini? Niongelee kipengele cha kufunga. Kufunga, watu wa Mungu, tumeona hapo hakula wala akunywa. Kufunga ni ile hali ya kuinyanyasa mwili kwa kipindi fulani kwa ajili ya Mungu. Unanyanyasa mwili kwa sababu mwili inatakiwa uilishe. Itakiwa usiku umpe chai kama kawaida, mchana umpe hata kama ni wali, umpe hata kama ni ugali, jioni. Lakini swala la kutomipa mwili wako kinywaji wala chakula ama kata kipindi fulani kwa ajili ya Bwana,
hiyo ni kufunga. Lakini zipo aina ngapi ya kufunga? Zipo aina 3 ya kufunga. Aina ya kwanza ya kufunga ni mfungo wa kawaida. Mfungo wa kawaida ni mfungo ambayo mtu ali chakula lakini mtu anaweza kanywa maji. Ndio mfungo ambayo alifunga Yesu, ile katika Mathayo ile sura ya ngapi? Sura ya 4 na mstari wa 2. Lakini mfungo mwingine ni mfungo unayeitwa mfungo nusu, partial fasting. Ya kwanza, the first one is normal fasting, the second one is partial fasting. Hiyo mfungo nusu, mtu anachagua ya kuamini Bwana, sitakula samaki, sitakula nyama. Lakini sasa shida, usije ukawa huna mamlaka na uwezo wa kununua nyama ukaanza kusema kwa mimi nafunga sitakula nyama, wakati unajua nyama iko kwenye friji. Inatakiwa ufunge nyama imejaa friji. Kama ni samaki, ufunge samaki imejaa friji. Usichague kwa Bwana mimi nafunga mboga za majani sitaki. Hapana, hapo hujafunga mfungo nusu. Mfano wa mfungo huo nusu ni katika kitabu cha Danieli. Danieli alifunga mfungo huo, wala hakula kitu kitamu wala hakupaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana unaamua kutotumia kitu fulani, lakini kitu hicho lazima iwepo. Kama umeamua kupaki mafuta, basi mafuta yale mazuri unayopakaga yawepo. Si eti hayapo unasema Bwana mimi nitafunga mtoto wa mtu. Hiyo umekwepa mawe tu. Bwana Yesu asifiwe. Mfungo wa 3 ni mfungo mkamilifu ama uliokamilika ambao watu wanaita kavu. Bwana Yesu asifiwe. Mfungo kavu ama mkamilifu, hii ni mfungo ambayo kwenye Biblia ukiona imeandikwa kuwa alifunga hakula wala hakunywa, ina maana hiyo ni mfungo kavu ambayo inaitwa mfungo mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiona imeandikwa kwenye Biblia alifunga hakula, haijaandikwa kunywa maji, hiyo ni mfungo wa kawaida. So mfungo mkamilifu ambayo ni kavu, nimekwambia waliofunga siku 40 walikuwa watu wawili ambayo ni Musa na Elia, lakini walifunga kwa uwezo wa Bwana. Maana mfungo kavu inatakiwa isizidi siku 3. Maana ukifunga siku 3 kavu, baada ya siku ya 3 ina maana mwili unaanza kupoteza maji kwa kasi, na hii inaweza kawa ni hatari kwa mtu. Ndio maana mfungo kavu inaishia, kama unataka uende kwa nguvu zako, yani nguvu ya Mungu kukuwezesha, inatakiwa iwe ni siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Na aliyefunga 3 hizo kavu tunaona kwenye kitabu cha Esther. Esther alifunga ngapi? 3 kavu. Bwana Yesu asifiwe. Imeandikwa kuwa hakula wala kufanya nini? Hakunywa. So tunajuaje kwenye Biblia ni mfungo wa kawaida? Imeandikwa tu hakula, lakini haijaandikwa hakunywa maji. Kama hiyo ya Mathayo sura 4, Yesu hakula chakula, lakini haijaandikwa kwa kunywa maji. Lakini sasa usizidishe 3 kavu, maana inaweza ikawa ni hatari na ukamfungulia shetani mlango wa kuingia. Ndio maana watu wa Mungu hawa waliofunga zaidi ya 3, hawa wawili walifunga kwa uwezo wa Bwana, maana Musa alikuwa kwenye uwepo wa Mungu. Elia alilishwa chakula cha kutoka mbinguni, akaletewa mkate na malaika akamwambia inuka ule, maana na safari ndefu. Akala kwanza, akapiga ule mkati, akapiga na maji, akalala tena, akaamshwa mara ya pili, amka Bwana, akaipiga tena, na katika chakula hicho akaenda siku 40 mchana na usiku pasipo kula wala kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Hasa watu wa Mungu, tumeona agano la kale yote. Unapoongelea kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, mpaka kupitia kitabu cha Malaki, vitabu hivyo vyote vimejengwa katika agano ambayo hii kitabu cha Kutoka sura ya 24, maana hiyo ndiyo climax ama focusing point ya agano.
Agano la Kale. Sasa tuangalie mambo machache katika Agano Jipya yanayohusu ilo agano. Je, agano hilo la kale sisi inatuhusuje? Bwana Yesu asifiwe. Naomba uwe makini. This is what makes the difference. If you're not careful, then you will not understand this part. And when you don't understand this part, definitely you will end up messing up the way other people are messing up. The messing up is because they are not understanding what the Old Testament means. Nasema hivyo watu wa Mungu. Agano la kale ambayo imejengwa katika msingi ya agano kati ya Mungu na taifa moja, taifa la Israeli, climax yake ni katika hiyo sura ya 24 kitabu cha Kutoka. Lakini je, hii ilikuwa ni picha, taswira na kivuli cha nini? Hii ilikuwa ni picha, taswira na kivuli cha agano jipya ambayo Kristo Yesu angefanya na nani? Angefanya na wanadamu ama na wana mataifa. Maana agano hilo ambayo Mungu alifanya na wana wa Israeli. Wana wa Israeli waliharibu. Umejua anapofanya Mungu alipokuwa anafanya agano na watu, ilibidi watu hao watunze agano. Uliona Ibrahim alitunza agano kati yake na Mungu. Nuhu alitunza agano. Lakini ishara ya agano inakuwepo. Ishara ya agano kati ya Mungu na Nuhu na vizazi vyote mpaka leo hii, upinde wa mvua nini inakuwepo. Mungu alisema kuwa aonapo upinde wa mvua basi ataigarikisha tena dunia. Amina. Ndio maana tukiona mvua ikinyesha namna gani, lakini Mungu hawezi akaruhusu maji ikaribu dunia tena. Maana upinde huo pia tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 ya kuwa kwenye kiti cha enzi cha Bwana juu yake pana nini? Pana upinde. Na maana Bwana akiona upinde anakumbuka ile agano aliyefanya. Lakini agano aliyefanya na wana wa Israeli, ile ishara yake ilikuwa ni tohara. Na kumbuka ya kuwa bila shaka wana wa Israeli, ili mtu aingie kwenye agano la Ibrahim, agano la kukufanya uwe Mwebrania, hata kama ni mgeni, ilibidi uingizwe kwenye agano la tohara. Ina maana utairiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Mungu akaja akafanya agano hilo na wana wa Israeli, akaidhibitisha na akaifanya agano ambayo ilifanya taifa la Israeli kuwa kama taifa sasa. Na ishara yake, ishara yake itakuwa ni Sabato, ambao utaona kwenye sura ya 32. Sasa watu wa Mungu, hebu tuone hii ilikuwa ni picha ya agano jipya. Hebu tuone ya kuwa agano jipya, hii agano ilifanywa wapi? Agano jipya mjumbe wake alikuwa ni Kristo Yesu. Yesu Kristo alikuwa ni mjumbe wa agano jipya. Unapata kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12, ukisoma ukishuka chini utaona Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyiza inenaye mema kuliko damu ya nani? Ya Abeli. Amina. Hebu sasa tuone hili agano ambayo Yesu alifanya. Maana kumbuka, tukisoma kwenye kitabu cha, hebu tusome kwanza kwenye kitabu cha Yeremia tuone Mungu akiwaahidi. Umeona hii agano ambayo tunaona hapa? Tutakapokwenda kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4, tutaona Musa akiimarisha agano na kizazi kipya. Lakini kinachotokea ni nini? Wataiharibu tena. Lakini sasa baada ya hapo, watakapokuwa wamepelekwa utumwani, Mungu ataahidi kufanya nao agano iliyo bora. Hebu mtu asome kitabu cha Yeremia 31 mpaka 33.
Ili ndio tuende kwenye agano lenyewe, ambao hii ni picha yake kwenye agano jipya, ambayo tunataka tuione ya kuwa hii ambayo iliahidiwa ya kuwa itafanywa ilikuwa ni agano la aina gani. Alafu hii itupe picha ya kuwa kumbe agano tuliopo sisi ni agano iliye bora, ni agano la milele, ni agano ambayo imeandikwa kwenye mioyo yetu. Ndio maana sasa hivi neno la Mungu na likae ndani yenu kwa wingi. Haijaandikwa tena kwenye vipande vya mbao kama iliyokuwepo pale, ambao utaona kwa kwenye agano jipya imeandikwa wapi? Uliyepata soma Yeremia 31 sura 31 mstari wa 31 mpaka 33. Mungu anawaahidi ya kuwa atafanya agano liye bora kuliko aliyefanya na baba zao, lakini walipoikataa Injili, walikataa Injili kabla ijafanywa agano. Wangepokea Injili, ina maana mwisho wa ukamilifu wa kazi ile ingekuwa ni agano. Umeona jinsi Mungu alivyoanza kwa kuambia sheria zile na zinaandikwa chini, ndipo Yesu naye alivyoanza kuambia watu Torati, akifundisha watu mpaka sasa ilivyofikia wakati anakwenda kufa. Sasa ndiye anafanya agano akisema hii ni damu ya agano jipya. Lakini damu gani? Damu yake. Lakini baada ya kuacha nini? Kuacha amri kuu ambayo ni upendo, ambayo ilitakiwa watu waje waitii. Soma. Nasoma kama ilivyoandikwa. Angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuondoka katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo nililivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndio nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, naam, nitaandika. Umeona, hii agano jipya iliye bora haikutakiwa tena iandikwe kwenye vipande vya mbao, ilitakiwa iandikwe kwenye mioyo. Ndio maana unaona hii agano neno la Mungu sasa hivi haipo kwenye vipande vya mbao, lakini neno la Mungu tayari nakaa ndani yetu. Ndio maana imeandikwa neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Ndio maana imeandikwa pia, linda sana moyo wako kuliko vyote lindavyo, maana hapo ndipo unapofanya nini? Panapokaa chemichemi cha uzima. Chemichemi cha uzima ni neno la Mungu. Malizia. Nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Umeona sasa? Lakini kumbuka ya kuwa kama lile agano iliyefanywa ambao tumeona kwenye sura ya 24 ilikuwa ni bora, palikuwa na sababu gani ya Mungu kuahidi kuja kufanya agano lingine? Ina maana ile agano ilikuwa haijakamilika. Ile ilikuwa ni picha na taswira ya agano ambayo iliye bora iliyetakiwa kuja kufanywa. Hebu sasa tuone hiyo agano. Hebu nisomee Marko 14:24 mpaka sura 24, sura ya 14 mstari wa 24. Na mtu mwingine afungue Mathayo 26:28. Mwingine afungue Luka 22 mstari wa 20. Ukiona neno limeandikwa zaidi ya mara moja kwenye Biblia, imedhibitika. Ndio maana watu wa Mungu, ni vizuri neno unayesimamia na kuitendea kazi iwe imeandikwa mara mbili kwenye Biblia, hapo ili neno liwe limedhibitika. Marko 14:24. Akawaambia, hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Umeona, Yesu wakati huo Yesu aliketi chakulani. Agano lazima iwepo na ya kutafunwa. So Yesu ameketi chakulani na wanafunzi wake. Hii ilikuwa ni usiku wa Alhamisi ya kuamkia Ijumaa, lakini kumbuka ya kuwa tayari ilishakuwa ni Ijumaa. Maana siku ya Waebrania ilikuwa inaanza jua inapofanya nini? Inapozama. Tayari walikuwepo kwenye siku ya Ijumaa, lakini ameketi chakulani na wanafunzi wake. Ina maana ile chakula cha mwisho ilikuwa ni chakula cha agano. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia hiyo ni damu ya agano. Hebu soma Mathayo 26. Kwa maana hii ndio
damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hiyo ni damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi, ina maana mataifa yote na dunia nzima. Umeona ile damu ya yule ng'ombe ilimwagika kwa ajili ya taifa moja ama makabila 10 na ngapi? Hili ndio maana ile madhabahu tuliona Musa majenga chini ya mlima Sinai ilikuwa na nguzo 12 ikiwakilisha makabila 12 ya Israeli. Lakini sasa ya Yesu sasa ni mwagao kwa ajili ya wengi, na maana kila mtu anayempokea Yesu basi hiyo damu inanena mema kwake, ina maana kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Luka 22 na mstari wa 20. Alafu tuanze maeneo mengine. Unaona sasa tunaitoa kwenye ile agano la kale ambayo ni taswira na kivuli na picha, tunakwenda kwenye uhalisia. Ndio maana wewe unayeishi agano la kale, wakati agano jipya iko imetimilika, ina maana ile agano ilikuwa bora, ilitakiwa ije ifanywe agano iliye bora, lakini ile ilikuwa ni taswira, ilikuwa ni utangulizi ya mambo atakaye kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ile ilikuwa ni ramani, lakini ramani sio nyumba. Ramani ni nyumba. Ramani sio nyumba. Unaweza kuwa na ramani usiishi Michael kwenye hiyo ramani. Paka ije jengwa nyumba ndio ishi kwenye nyumba. Luka 22 mstari wa 20. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kikombe hicho ni kikombe cha damu yake itakayemwagika. Anapoongea usiku, ina maana ilipofika mchana, bila shaka damu yake ilifanya nini? Ilimwagika. Damu yake ilimwagika sehemu kuu 7. Sehemu ya kwanza ikiwa ni kichwani alipovishwa taji la miba, ambayo hiyo damu iliyotoka kichwani mwake ni damu tunayetumia kushinda laana zote. Maana ilikuwa na sababu gani akavishwa taji la miba? Miba maana yake ilikuwa nini kwenye Biblia? Tunaona maana ya Biblia mara ya kwanza pale kwenye Mwanzo sura ya 3. Mungu anapoilani ardhi kwa ajili ya Adam, inamtolea michongoma na nini? Miba. Ina maana miba na michongoma Mungu hakuziumba, lakini hizi zilikuja kutokea kama laana ya Adam kufanya nini? Adam kutenda dhambi. Lakini Bwana anapoilani ardhi inatoa michongoma na miba. Ndio maana ile taji la miba iliwakilisha Yesu kama aliyechukua laana ya dunia. Ndio maana ile damu iliyotoka kichwani mwake ni damu tunayotumia kushinda laana. Eneo la pili ilikuwa ni katika mikono yake. Mikono yake, damu iliyotoka mkononi mwake tunatumia kwa kuweka mikono juu ya wagonjwa na kupata uzima ama kuondoa mabaya. Lakini damu iliyomwagwa katika mguu wake, mguu wa kulia na kushoto, ni damu ya kutupa mamlaka kunyaga nyoka na inge na ila zote za adui shetani, wala hapakuwa na cha kutudhuru. Lakini damu nyingine ni iliyomwagwa toka katika mgongo wake, ni damu alipocharazwa mijeredi 39, damu inayetupa mamlaka ya kushinda magonjwa yote. Ina maana kila mijeredi iliyemcharaza, ina maana palitokwa na damu, na inaaminika kuwa magonjwa 39 yalibebwa katika ile damu. Na sasa tunapoenda mbele nitakufundisha kwa nini ilikuwa 39. Nitakufundisha nitakapokuwa na kufundisha lile vazi inayoitwa tasul. Waebrania walikuwa na vazi ambayo ilikuwa na rangi nyeupe na bluu. Hiyo iliwatambulisha kama Waebrania, ambayo palikuwa na visungi pembeni, vikihesabiwa vilikuwa vinatoka 39. Ndio maana Yesu alichapwa mijeredi 39. Hii ilitoka kwa Waebrania kuwa mtu akifanya kazi alikuwa anapigwa mijeredi 39, lakini kwa kuhesabu vile visungi vinavyozunguka vazi, kila Mwaebrania alikuwa na vazi anaitupia hapa. Hilo vazi akifika mbele za Bwana alikuwa anafunika nao kichwa chake hapa, na hilo vazi ndio yule mwanamke mjane aligusa, na baada ya hapo akafanya nini? Akapona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kabisa ya kuwa kumbe agano hilo
Ni hiyo agano iliyochukua nafasi la agano la kale. Hebu tuone maeneo machache. Hebu mtu mmoja asome Kutoka 24 mstari wa 5. Tuende sasa, nataka niunganishe ili tupate kuomba. Bwana Yesu asifiwe. 24 na mstari wa 5. Kutoka. Akapeleka vijana wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwenye Waebrania 9:18 mpaka 20, tuone ilikuwa ni picha gani hiyo damu ambayo ilimwagika pale ya yule ng'ombe, na ikakingwa, nusu ikanyunyizwa kwenye madhabahu na nusu yake ikanyunyizwa juu ya wana wa Israeli. Waebrania 9:18 mpaka 20. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Umeona, hata ile agano la kwanza haikuanzwa pasipo damu. Maana pasipo damu hapana ondoleo la nini? La dhambi. Lakini hii ni agano jipya. Tulisema ya kuwa agano jipya ni agano la kale imetimilika. Yesu akasema kuwa sikuja kuitengua torati, bali nilikuja kuikamilisha. Ina maana tukisoma tu kwenye agano la kale tusipate kuisoma kwenye agano jipya, ina maana hapana sehemu ambayo imekamilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunapoenda kwenye agano la kale, hiyo ni picha ama taswira ya tukio halisi ambayo ilikuja kutokea kwenye agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo agano jipya ndio sasa tunaishi sisi. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamuru sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, akanyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema, hii ni damu ya agano mliloamriwa na Mungu.